akipata alim asafiri aende sehemu kwenye ulama. Mji ambao hauna alim ni giza, mji ambao una alim ni nur. Ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma. Na nyinyi hapa mmekuja mmetoka kama kwenu, mkaja kwenye darul ghurba ambayo haina ahlun wala mali. Mtakubali mkaa hapa mle ugali na maharage, wengine hawashibi. Nadra kushiba talib ilm, wamekaa wamekula mashiba. Washibaje kuja talabu ilm? Alaika biluqaimat, sema ni juu yako kupata vijitonge kadhaa tu vya kusimamisha uti wako wa mgongo basi. Sio kadhani kwa kija hapa utakaa utakula utashiba utacheua na utagooka. Hilo halipo kwa talib ilm, na nyinyi ni mashahidi juu ya hilo. Au mnashiba? Mnashiba? Mtasinzia basi, hamtosoma. Lazima msishibe, lazima chakula kiwe hakitoshi. Dammaj zama za kheri zake, sinia moja inazungukwa na watu 10. Nyinyi mnakulaje? Sinia watu 4. Nyinyi mna raha. Sinia moja Dammaj yazungukwa na watu 10. Alafu sasa akitoka mtu kwenye sahani yao au sinia yao wameshaimaliza, akija kuunga kwenye sinia yenu hamruhusiwi kumfukuza au kumkamata mkono kwamba wewe mwache yale. Na inaweza kawa sinia yako umekaa na Nigeria ana mkono mpaka hapa, tonge mbili wamemaliza sahani. Talabu ilm wallahi alazim wamekonda. Sisi siku tulipofika tukakutana na wenzetu waliotutangulia. Ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa ni zamili wangu tangu mutawasit wa thanawi tumesoma wote, na tukakutana Dammaj, aitwa Abu Shurahbil Khamisi Mkodombo wa Songea Bomba Mbili, hafidhahu Allah Ta'ala. Nimemkuta amekonda, amekuwa mweusi, kufika nikaangu kicheko. Alinakutana naye ndo mara ya kwanza, salamu alaykum, Khamisi. Nikacheka sana, naambia nakupa miezi hiyo wa mwili wako wote utapukutika. Maisha mashaallah kule, ila maisha kama yale ndio yanakufanya unasoma. Akhi, lan tanala alilma illa bisittatin saunbika an tafsiliha bibayani. Katika hayo isome beti nzima. Dhakaun wa sabrun wa bulghatun. Bulgha ndio itonge sasa. Wa bulghatun, dhakaun wa sabrun wa bulghatun. Msaidieni tamsaidia. Dhakaun. Na amesema Yahya ibn Abi Kathir, lan tunala alilma birahati aljasad. lan yunala au la yustata'u alilmu birahati aljasad. Haipatikani ilmu kwa raha ya kiwiliwili. Mimi nilikuwa nazihesabu zile tonge hazifiki 5 tonge za kula zile. Kutoka pale sahani imekwisha, hakuna baba, hakuna mama, hakuna kwa shangazi kwenda kudoea, hakuna kakadha. Tumshakula hapo, nasubiri usiku. Kwa hiyo njaa bado unayo, unakwenda kwenye bomba la maji, unafungua, unajaza tumbo maji, unajidanganya pale. Basi pata kijipesa, ukitumia kijipesa unatamani ukienda maktaba, ukipita maktaba wasile pesa kama vile umeenda umekwenda kujiroga. Ukiingia pesa imekauka yote,
kutoka na vitabu ondoka zako. Ukiingia tu darasail hii waitaka kitabu hiki wakitaka, pesa unatumiwa ujikimu, labda ukiugua wewe unanunua vile vitabu, unaambia mimi nikiugua nitatafuta habati sauda na nini, basi takula. Maisha yalikuwa katika mazingira haya ya watu labda wengi hao unaosikia walikuwa damaji, walikuwa kwenye mazingira haya. Allah wahifadhi baadhi ya ndugu zetu wa Umar ibn al-Khattabi, walikuwa kila mwezi kama sikosea au baada ya miezi miwili au mwezi walikuwa wanatuma kiasi kadhaa cha pesa kwa niaba ya Watanzania waliokuwa kule. Kwa hiyo mgao ukipita unaweza kupewa dola 20, dola ngapi. Allah wahifadhi na walipe kheri wale ambao walikuwa wakifanya yale, walikuwa wanafanya mambo mazuri kabisa, ilikuwa inawasaidia tulaba al-ilm. Vitabu kikubwa ni vitabu. Umemaliza kitabu, kuna kitabu kinasomeshwa, kinatangazwa msikitini, kesho upande wa at-tawsi'a sharqiyya au tawsi'a kadha au fawqa sathi kutakuwa na darasa la somo fulani, atasomesha al-akh kadha wa kadha wa kadha kadha, inatajwa pale. Wakitaka hicho kitabu huna, na wewe umetoka masafa ya mbali umefika kule kwenda kusoma. Kwa hiyo pesa ambayo ungenunua labda chai, ukanunua ndazi, siku ambapo kwamba labda unanunua risala, unanunua kitabu na kwenda kusoma. Wangelikuwa wale kule wakisoma wanayakini, na kila mmoja akawa anayakini kwamba anatumia dola 50 tu kwa mwezi, basi anaishi kwenye mazingira mazuri kabisa. $50 basi kwa mwezi, lakini kuipata wakati ule ulikuwa ni shida. Na kupeni picha tu ya mazingira jinsi yanavyokuwa. Na ukipitwa na chakula kwamba labda ulilala bahati mbaya, basi subiri tena usiku, utapewa chapati moja ya kuchoma na maizunguka sinia moja ya maharage basi. Na chakula ukikizoea kila siku hicho, inafika wakati tukipita jikaribia na jikoni tukisikia harufu ya maharage wakasirika, hayo maharage. Yaani roho yatakobadilishe, kisa hakuna kubadilisha, ni hivyo wala maharage meupe. Kwa mazingira hayakuwa rafiki kimazoea ya wengi wa watu, lakini ni mazingira rafiki kwa talib ilmu, sababu ukisoma sira ya walitangulia huko nyuma jinsi walivyoishi, na wewe unayakini kwamba nitazunguka kwenye sinia ya watu 10, lakini kuna mwingine alikuwa ana njaa. Kama shekhe alikuwa na safari huyu kwenye tarjama yake ya kutoka mji fulani kwenda mji mwingine kusoma, akakaribia kufa njiani kwa kiu na njaa, hana kitu. Baadhi ya maimamu wa hadithi ukisoma tarjama zao walikwenda kununua samaki, wakamweka kabla ya kumwandaa, wakaenda darasani masomo ya kadha wa kadha wa kadha wa kadha, wana samaki wao, kuja samaki yameharibika, wakamla hivyo sababu hakuna chingine. Wengine wanachukua raghif, mkate ule mgumu, wanakwenda kuchovya kwenye maji ya mto Naili, unalainika, wanakula. Wewe umeyapata hayo? Asubuhi hapa unakula nyinyi khubzi wa chai au uji au kadha na sukari. Allah wabarik. Ndio maana tunasema kama kuna watu watakiwa waangaliwe kwa jicho la karibu, ni wanafunzi wanaosoma ilmu. Hawa ambao wanakuja hapa wanakuja kusoma ilmu, hawaji kwa maslahi ya matumbo yao, sababu walimu wa dini hakuna wanaolipwa, yani hakuna sehemu kwamba inawalipa walimu, lakini kwa maslahi ya umma. Hawa wamekuja kwa maslahi ya umma. Atatoka huyu atakwenda kwenye kijiji chao au kwenye sehemu yao, atasomesha watu msikitini, atasomesha watu swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatu salati nabii, atawasomesha fiqhi, atawaambia watu mambo ya udhu, atawarekebisha watu makosa yao kwenye akida na mengineyo. Kwa manufaa ya hawa ni manufaa mapana, hayaishi kwao, ni maslahi ya umma. Kwa kuwasaidia tulaba alilmi ni jambo moja zuri sana, mtu anajiwekea akhira yake. Wakitoka hawa vizuri bila shaka, wakatoka wakaenda wakalingania, wewe ulikuwa sababu ya hawa kukaa kwenye mazingira haya salama mazuri, mlo wao ukawa ni mlo sio wasiwasi,
Baadhi wakati vyuo vinawahishwa kufungwa kabla ya wakati wake. Kwa nini? bajeti ya chakula imekatika. Haya yanatokea hapa Dar es Salaam kwenye vyuo vyetu, mbali na sehemu nyingine. Hapa Dar es Salaam mjini hapa vyuo vishafungwa kabla ya wakati wake kwa sababu ya ukata. Bismillahirrahmanirrahim.